You were watching Dilunga TV. Haya, tunataka tusafishe uwanja. Tunataka tusafishe jukwaa kidogo kabla ya kuendelea zoezi letu la kugawa masala kwa wazazi pamoja na wageni waalikwa. Inabidi ingia hasara ili jambo liende vizuri. On the stage, Omari Juma, bila kupoteza wakati, haraka Omari Juma on the stage. Nitakuita, ngoja turekebishe kwanza. Changamoto. Kama tuko live na maana tunatakiwa tutoe sauti kweli. Takbir! Anayefuata ni Hairati Eliasa. Hairati Eliasa kisha mtambulishe au utambulishe jopo la meza kuu, lakini pia sambamba na kumkaribisha Sheikh
Ramadhan Koga ili aweze kuja kutupa dawa kidogo na kuendelea kunogesha ama kusherehesha maulidi yetu ya madrasa ya Masjidi Ilahi. Imamu, karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي ذهب بالشهادة بالنجاة سببا وأنزل على عبده القرآن شجرة عجبا ووعد من تمسك بدينه في الدنيا وفي الآخرة فوزا وفوزا. والصلاة والسلام على طه النبي المصطفى من إلى الحق دعته الوفى بكتاب فيه للناس الشفا محمد زيد أعمال ربه ووفى وعلى الآل الكرام الشرف. أما بعد، ndugu wazazi, ndugu wageni waalikwa, awali ya yote natupasa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia neema hii na fursa hii adhimu ya kuweza kuhudhuria katika kiwanja hiki kwa ajili ya kusikiliza maneno ya Allah Tabaraka wa Ta'ala pamoja na hadithi za mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu watukufu wa Uislamu, kuna fawaida nyingi sana zinapatikana katika kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu watukufu wa Uislamu, wanasemaga ila kuda al-marid wal-qabih marid. Siku zote ninaposimama na kuzungumza, inawezekana nikawa naonekana bora kwa sababu wale waliokuwa bora hawapo, lakini wanapokuwepo walio bora, basi mimi nakuwa si bora tena. Zangu watukufu wa Kiislamu, wageni waalikwa pamoja na wazazi mliohudhuria hapa, mimi leo sio mzungumzaji kwa sababu leo nina mwalimu wangu, leo nina shekhi wangu, Sheikh Ramadhan Koga, ndiye mmoja ama ndiye mwalimu wangu aliyenifundisha alifu mpaka leo mimi nasimama hapa na kuweza kuongoza wanakijiji wa Mkokozi. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, hii kwangu ni fursa kubwa sana, ni jambo adhimu sana. Ninashindwa ni namna gani niweze kuzungumza mbele ya mwalimu wangu akiwa ananitazama. Hivyo basi, sina uwezo wote wa kuzungumza mbele ya mwalimu wangu, na bila shaka nitamkaribisha mwalimu wangu ili aweze kuja kuwazungumzisha na kuwasalimia Waislamu wa eneo hili. Kama haya matunda ambayo mnaoyaona kupitia katika madrasa lillahi Usaramia, kadhalika na katika msikiti wa Masjidi Lillah, basi matunda haya, asasi ya hayo matunda yametokea katika kifua cha Ramadhan Koga. Kwa ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, mtu atakayesimama hapa ni mtu mkubwa sana, tena si mdogo, ni mkubwa sana. Al-muallim wa tabibu kirahuma. Wapo watakuja kuyasema hayo, lakini mimi sina uwezo wa kuwasema hayo. Kwa ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ninaomba utulivu wa hali ya juu mno, ninaomba utulivu mkubwa sana ili tuweze kumkaribisha mwalimu wetu aweze kusalimia na vile vile kuweza kuzungumzisha maneno mawili matatu ili tuweze kupata faida kubwa sana katika dini yetu. Zangu watukufu wa Kiislamu, sina tena maneno ya kuzungumza na wala sina tena muda wa kuendesha, bali nimkaribishe Sheikh waliyatafadhal mashkura mahjura. Sheikh Ramadhan Koga, naomba usimame kwa ajili ya kuongea na Waislamu. Ni jambo la kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi na ihsani kubwa kutubakisha mpaka muda huu tukawa bado tupo katika ulimwengu, kwa sababu sisi wote ni maiti watarajiwa, isipokuwa muda wa kuondoka ndio bado hatujajua muda gani, na hii ni siri yake Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe.
Kwa hiyo kule kuwepo ni makusudi yake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kutupa afya njema, kwa sababu sasa hivi ukizunguka katika hospitali mbalimbali utakuja kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kukupa afya amekuneemesha, lakini pia kuwa huru. Saa hizi tuko tunayafanya mambo yetu hali ya kwamba tuna uhuru. Hii nayo ni fursa kubwa. Lingine ni taufiki ya kushika dini. Saa hizi ukipita huko katika mazingira tofauti tofauti utawakuta watu hapo katika mambo wala hawajui kama wao wameumbwa. Lakini kitendo cha sisi kuwa tupo katika mazingira kama haya, tunamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tunamtaja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pia tukiwa tunamtaja katika furaha, hatumtaji tukiwa labda tunataka utetezi pale tujiokoe kutokana na shida, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanamtambua Allah subhanahu wa ta'ala pale walipopata shida tu. Sisi na furaha yetu, lakini bado tukamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, bado tukawa na mapenzi na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamani, hii ni neema na tumshukuru Allah. Kilima cha shukrani ni kusema alhamdulillah rabbil alamin. Ndugu zangu katika imani, ama sifa zilizozungumzwa na huyo mtu aliosimamishwa zinawezekana kabisa zikawa tofauti, kwa sababu aliosimamishwa ni mwalimu wa nasari, wasimamishaji ni walimu wa chuo kikuu ama sekondari. Kwa maana mimi ni mwalimu alhamdulillah, lakini nafundisha nasari. Huyu wa nasari anaenda kwa darasa la kwanza kwa mwalimu mwingine, anaenda sekondari kwa mwalimu mwingine, anaenda chuo kikuu kwa mwalimu mwingine. Je, mwanafunzi huyo atakuwa sawa na yule mwalimu wa nasari? Tumswalie Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kweli nimepata hizo daraja, lakini kama mlezi. Sasa kwa sababu jukumu langu ni la ulezi katika masuala mazima ya imani yetu, bado nirudi kwa wazazi, niwasisitize sana wawalee watoto wao, wawalee watoto wao katika taratibu zinazotakikana, kwa sababu tumeletwa kwa ajili ya ibada, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Baada hapo tutaondoka, lakini katika kuondoka kwetu hatuishi, bali tutapata kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, alafu tutazamwa tuliishi vipi katika ulimwengu huu. Kile tulichokikusanya katika ulimwengu huu kikiwa chema, basi tutafanikiwa na tutafaidi neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa tulichokikusanya ni kibaya, basi ni majuto na kusaga meno, hakuna kurudi tena katika dunia. Ndugu zangu katika imani, hawa walimu wanaozungumza hivi kwamba huyo ndio shekhe wetu, huyo ndio hivi mlezi wetu, ni kweli, lakini wazazi walijitolea wawalee hawa watoto, wakanikabidhi kituo nikawalea, na leo matunda ndiyo haya, na nina imani wengine bado pia hawapo. Wakati mwingine ninaogopa hata kwenda katika shughuli zao, kwa sababu shughuli za maulama no kwenda Darweshi. Sasa ndugu zangu katika imani, tukiwalea vizuri watoto wetu, matunda yatapatikana kama haya matunda mnayaona usoni kwenu. Tukiwa wavivu katika jambo hilo, basi tukae tayari kupokea mateja. Ndugu zangu katika imani, zama tulizokuwa nazo mchanganyiko umekuwa hali ya juu. Tulivyolelewa sisi tofauti walivyolelewa hawa vijana ambao wanawafundisha watoto wenu, na tofauti watoto wenu walivyolelewa hivi sasa hivi katika mazingira, yaani ule mkusanyiko, ule mkusanyo wa watu. Sasa mazingira tunayopita ni magumu. Tujitahidi kulelea watoto wetu hawa, na hakuna malezi isipokuwa katika vituo hivi vya imani, waisome dini yao, waifahamu. Lakini pia bado nasisitiza wasome sekula, wasome mashuleni, wasome katika madrasa. Tukiwapata watu wazuri katika madrasa na katika mashule wakifaulu, hawa ndio watakaokuja kuwa watumishi katika nchi yetu. Tutapata watumishi wazuri. Tukiwalea vibaya, wakiwa wabaya, hawamjui Mola wao, hawamjui Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutegemee nini watakapokuwa watumishi? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ili tuitengeneze dunia yetu, basi watoto wajengwe na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala,
na hofu Allah subhanahu wa ta'ala inapatikana katika madrasa hizi, inapatikana katika misikiti yetu. Kwa hiyo tujitahidi mno kuwalea vizuri watoto wetu, tushirikiane na walimu, na kubwa kabisa tuwape nguvu walimu katika swala lao hili, kwa sababu hawa walimu ni wamejitolea. Hawa ndio waliojitolea fi sabilillah, wapo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingelikuwa tunakusanya pesa za zaka, basi hawa walikuwa wanafungu la kuwafanya ili kusudi mambo yao na wao yaende. Kitendo cha kuacha shughuli zake, kukaa na watoto, kuwalea katika masuala mazima ya kidini, kuwa watoto wema watakaowasaidia wazazi, watakaisaidia jamii, lakini pia watakayookoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama, si jambo dogo. Lazima tuwe tunawaangalia. Sasa kama hatuna mfuko maalum unaotokea juu kwa ajili ya kuangalia hawa walimu, basi sisi wenyewe kwanza tujitolee, na ndio atakuwa mapenzi ya dini. Tutakapoangalia wakawa wao sasa hawatazami watakula nini, hawatazami watavaa nini, isipokuwa wao watakuwa wanaangalia watoto hawa tunawafikisha hatua gani, ili tutafanikiwa. Niwahimize sana, lakini pia usitosheki na kusoma watoto tu, kwa sababu dini haiko kwa watoto. Nirudi pia kwa wazazi wenyewe. Kama tunasoma katika eneo letu hili la msikiti wetu, basi ni jambo la kulidumisha zaidi. Lakini ikiwa bado hatujaanza, basi ndugu zangu, elimu haina makamo. Tujitahidi wazee, tukae katika majlisi za elimu, tusome, watoto wetu wasome, akina mama wasome. Tumemsikia mwanamama hapa amesoma katika Barzanji mlango wa kwanza, alhamdulillah. Na kuna mwana mama hapa amekuja kujibu maswali katika sira kuhusiana na kizazi cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio mfumo unatakiwa. Sasa pengine hawa walisoma madrasa huko nyuma, wakati walikuwa bado hawajakuwa kina mama, wakiendelea kusoma hivi sasa hivi na wakafundisha wizi wao, faida kubwa itapatikana. Lakini wakiendelea kukaa, wale yasoma yatapotea. Ili yakae, basi vile vile kama hakuna darasa la kina mama, lipatikane darasa la kina mama, kina mama wasome. Kina mama wakishika dini vizuri, hata watoto wetu wa kuwahimiza wapo, kwa sababu baba mara nyingi unakuwa uko busy. Jumatatu kazini, Jumanne kazini, Jumatano kazini, Alhamisi kazini, Jumaa kazini, Jumamosi pengine unarudi mchana, Jumamosi jioni na Jumapili tu pengine ndio unapatikana, na ushachoka unalala, unapumzika tu Jumatatu wa kazini. Utamuhimiza saa ngapi mtoto wako kwenda madrasa? Lakini mama alhamdulillah, kabla hajaenda sokoni atamuhimiza mtoto aende madrasa, au mtoto kaenda shuleni, atakaporudi jioni basi atamwambia sasa nenda madrasa. Kwa hiyo tujitahidi sana, akina mama nao wasome na wawe na takwa kwa ajili ya kuhimiza hiki kizazi. Ndugu zangu, hali ni ngumu, hali ngumu, maadili yanaporomoka siku hadi siku, na hili si jambo geni, ni jambo ambalo liko dhahiri, linajulikana kote, kwa sababu hata viongozi wetu wakati mwingine wanatuambia kwamba viongozi wa dini tusaidieni kurudisha nini, maadili. Kwa hiyo tunaonekana sisi ni watu wa nini, wa maadili. Tusipowaleta sehemu kama hizo watoto wetu, maadili yanazidi kumomonyoka. Kwa hiyo insha Allah niseme tu haya machache ile ambayo kwamba nihimize, kwa sababu shughuli yetu bado ina muda mrefu wa kuendelea na watu wa kuzungumza wengi na wasomaji wengi. Kwa haya machache niseme wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba nitambue uwepo wa Mheshimiwa mwenyekiti wa kitongoji Mwichumu Salumu Kitego. Tunathamini uwepo wako na tunatambua mchango wako katika serikali unayoiongoza. Karibu sana. Ndugu zangu wa Kiislamu, watoto wetu kwa kushirikiana na walimu wa Madrasa Islamia wametuandalia surprise. Watoto wetu wakishirikiana na walimu wa Madrasa Islamia wametuandalia surprise ambayo mimi mwenyewe nina shauku ya kuiona. Wametuandalia nini hasa? Hiyo basi, macho kwa stage,
tunahitaji kumwomba Sheikh Sudi aje atuambie surprise hiyo ni surprise gani, inahusu nini, na lengo la kusema hilo jambo nataka kuonyesha ni surprise lina uspecial gani. Sheikh Sudi, karibu kwenye stage. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa nataka nikuelekeze na wewe. Wazazi na kuja nyamazeni kimya kidogo. Ngoja nipige piga. Naudia tena nyamazeni kimya kidogo. Nilikuandalieni surprise moja matata au tumekuandalieni surprise moja matata sana. Naamini katika wazazi wote tuliokuwa hapo nyumbani kwake kuna TV. Sasa hiyo TV hiyo kikipita kipindi kimoja, ani naizungumzia TV sana ni Azam 2. Ikimpita Azam 2 anafeli. Sasa usishangae mtoto akaja sasa naomba tusieni kimya, ila nilikuwa naomba jambo moja tu. Ni jambo moja na kuombeni wazazi wote mliokuwa hapo. Jambo gani hilo? Hii surprise tunakuja kuiona hapa. Watoto wanahitajia angalau hata sabuni, wakani za kufulia nguo tu sabuni. Na ina kuombeni kwa hilo, bali kwa hilo na kuombeni tujichange hapo, tuje kuona jambo. Mwenye miongoni ni mtashangaa kula cha 500 ndio kushushia. Mama, sasa leo mama yangu. Jamani, hii sinia inahitaji unaudi. Asante sana. Naomba hiyo sinia tukaijae. Mama, usiseme hivyo mama yangu. Ambapo utaondoka utaletwa na nini nani? Hiyo sinia itajijae. Kwa ajili ya Allah jamani, kwa ajili ya Allah. Naam. Asante sana. Ambaye mtulie. Kitetei nahitaji usani ijae. Yaani nataka sana usiwe tena mimi nataka nikukwe. Nataka sana Kwa ajili ya Allah. Watoto wetu huwezi jua ni mtoto gani, labda ni mwanao yuko huko. Unabania hiyo kitetei mimi naendelea na jambo langu na kuachia maiki naenda kufanya kazi yangu inabakia. wewe endelee tunachukua hela hapa. Sasa mwenye maiki nakuomba. Sheikh Sudi, nasubiri mwongozo wako wa hiyo surprise. Ni surprise gani? Sheikh Sudi, naam, ukishamaliza surprise hapo, tayari. Haya, macho kwa stage, tuangalie watoto wetu wa Madrasa Islamia. Surprise walioangalia inahitaji umakini wa kufuatilia mwanzo hadi mwisho wa hiyo surprise. Sasa mimi nituje hapa. Macho kwa stage. Action. Iba dulu ke masalah belala. Asnani
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambo sana mama. Kala baba imelala. Kulala sisi ndio juu. Na kuuliza wewe kama sisi ndio juu. Ai, sema ndio kama umekuwa. Kama la kosa kupagia sisi ndio kazi nyingine. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu samad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Sana mapema. Ninaitwaje? Bakora. Bakora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mmesoma? Ndio. Ndio. Hapa ni tunazungumza yeye. Wanangu, na usawa na kumpenda Allah kabla ya kumwogopa. Niupelekeni kwa wanangu kusome kwa bidii, kumpende Allah, kumwogope na Mungu. Sawa wanangu? Ndio bwana. Wazazi wetu leo kesho hatupo, na usiamua watoto wema, waheshimu wakubwa na waume wadogo. Kumbukeni msipokee dunia na mauti kwa usahau, na mzidi kumwogopa Mwenyezi Mungu na mwa watoto wema. Yangu hayo tumeelewa nani? Ndio mama. Umeelewa? Ndio. Endeni mkale jioni mrefu. Sawa baba. Kama itakuwa sisi pale. Acha mwanangu, hali yangu sio nzuri sana mwanangu.
sana mwanangu. Nakuonea sana huruma mwanangu. Acha mwanangu. Mama. Kwa namna ninavyoiona sifika. Wakiongozana na walimu wao wametuandalia surprise. Mmependa hamjaipenda? Mmependa eh? Asa bwana tutoa watoto. Sasa simesema yeye. Hawana chakula. Nataka chakula. Nataka chakula eti. Hapa nataka chakula. Kalete baba, kalete baba, kalete baba, kalete baba. Baba bado yapika. Baba bado yapika. Baba bado yapika. Baba bado Jamani, ina maana mmesema mmependa. Sinia mbona bado leo? Takewe. Mashaallah. Twende. Mashaallah. Mashaallah. Ama kwa hakika wazazi wa Mkokozi mnaonyesha upendo wa hali ya juu. Na ni jinsi gani walimu watazidi kuongeza bidii na juhudi kwenye kusema na kuhifadhi maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu kwa nguvu zao zote. Mashaallah. Ngoja pige picha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba kwa wanafunzi na pamoja na wazazi wa uhudhuriaji tupunguze ghasia zilizokuwepo, kelele. Wewe unanifahamu wewe? Hakimu. Huyo ni Shekoga. Kimi. Ni amri kidogo. Na wazazi, walezi, wageni wote waalikwa mliohudhuria katika hafla yetu, tunawashukuru zaidi ya shukrani. Naona jambo letu limekwenda kama vile tulivyotarajia kiasi chake. Hivyo tunawashukuru sana kwa kuwezesha ndugu zenu na nafsi zenu kujitoa katika jambo hili na kukamilika. Hivyo shukrani chache kabisa, kwa pamoja tusemeni alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baada ya shukrani, tuna darasa letu kama mnavyoliona. Ni watoto huyo ni Shekoga. Nikiinuka na kuja hapo ulipo, mama yako atakufuata na leo. Sasa darasa letu kama tunavyoliona lilivyo, maana changamoto mlioiona ndio tunayokumbana nayo kila siku katika eneo hili, kiasi ambacho yule mtoto unayemsomesha pale hawezi kufika sehemu husika kukidhi haja, anaiweka katikati ya barabara ambaye ya kwenda kule msalani, na kusudia ya kwamba darasa limekamilika kwa kiasi chake, lakini darasa halijakamilika, halina vyoo. Darasa halina vyoo. Mchango wako, nguvu zako, sisi tuliokusanyika hapa tunaweza. Unajenga vingapi, unafanya vingapi? Itashinda chota 500 shekhe, itakushinda chota 300 shekhe. Hata tofali 50 zako, tofali 2 zako zina faida katika eneo letu. Tunahitaji
msaada mkubwa wa awali kabla ya lolote katika eneo letu, choo cha madarasa. Kutoka kule kufika msikitini ni mbali, wanachafua vyoo vya msikiti. Tunahitaji msaada wako, nguvu zako, mali yako kwa kadiri ya Allah alivyokujalia. Amen. La pili, yoyote mwenye kuliweza, baada ya hili la choo, darasa limekamilika lakini halina umeme. Umeme tunatumia wa kufoji, maana tuseme wasilia tu. Ama atakuja wenye nchi yao, walimu na aliyotoa umeme wote jela, tena kifungo chake cha maisha unahujumu uchumi kabisa. Kwa hiyo tunatumia umeme, lakini ndio hivyo, tunatumia kwa kadiri ya hali tulizokuwa nazo. Tunahitaji msaada wetu wa umeme na choo katika madarasa yetu. Sawa? Tunashukuru sana kwa uwezo wenu mlichotujalia. Shehe, mwisho kwa rai zangu zimefika, na nitaka kusema kwamba tunahitaji umeme za awali na choo kicho kilichotukaba zaidi. Hayo masuala ya kupiga plasta ni pambo la darasa, lakini vingine vinakuwa vya lazima. Na namrekebisha shehe wangu kidogo. Jamani, umeme tunaotumia ni wa sola ya kulipia, ambayo kuna nyakati tunaingia na changamoto, tunakosa kulipa, inakuwa ni changamoto. Ndio maana tunaweza tukaenda jela kwa sababu madeni ni mingi. Hivyo basi, mimi kwa upekee kabisa natamani wazazi tuonyeshe mfano leo, walau tuone nuru, kwamba natamani Shekoga rudi kwenye stage. Mimi nataka wazazi tuonyeshe mfano leo, mwenye 100, 200, 1000, 2000 kwa Shekoga. Sasa hivi wakati kamati ya chakula ikiendelea kuangalia mazingira kwa ajili ya kuweza kupata sadaka, naomba wazazi zoezi lianze. Shekoga, tafuta sinia. Kwa yule ambaye aliyetaka kutoa, ana uwezo kutoa, basi anaweza kutumia kunyosha kidole au kutoa chochote katika mahitaji tunayohitajia. Kutoa chochote ambacho tunayohitajia. Inshallah, namuona mama ameinuka hapo, anakuja kabisa. Naomba picha. وما يقول إلا أنتم يخافون في كل كركة
والمسلمين جميعا أينما تدعوا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيد الأرض مقتدر وقد أنهيت ذنوب لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر ولم عن كل معذور أشهد وقد أتى أبيض الذنوب أسير عينك يا رب من دارك ترحمون بدائما في عليه سبحان Only on Dilunga TV.